unastahili utukufu Bwana, unastahili heshima Bwana, unastahili Mungu wa baraka. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu katika jina la Yesu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, 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 hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Amen. Umebarikiwa sana. Sogea viti vya mbele. Tunamshukuru Mungu tena kwa kutupatia wewe asubuhi nyingine tena katika jina la Yesu. Tunapoanza ibada zetu za siku ya leo, ningelipenda kuanza kwa kukuuliza siku ya jana, sijui kama umechukua hatua kulingana na vile ambavyo tunaendelea na somo letu, ya kwamba unapaswa kufikia mtu ukamwongeleshe, unapaswa kufikia mtu umwambie juu ya Yesu, umwambie yale ambayo Yesu ameyafanya katika maisha yako, na pia umwalike na wale wa kufuatwa kutiwa moyo, tuwafuate, tuwatie moyo. Malengo ni kwa ajili ya ongezeko la kanisa. Ni mapenzi ya Mungu, na tunaposoma maandiko tutapata ya kwamba kila kitu katika maandiko inalenga wingi wa watu kanisani. Kila kitu tukisoma kwa Biblia tutapata ya kwamba malengo ni kufikia wengi. Malengo ni kufikia wengi. Na kama malengo ni kufikia wengi, ni kumaanisha kwamba ni wengi pia wanapaswa kuwa kanisani. Nataka uamini hivyo, ya kwamba kulingana na maeneo ambayo tumeambiwa tuende, inamaanisha ya kwamba kanisa linapaswa kuwa na wengi wa watu. Na mimi ninaamini, kwa hiyo ninaamini kwa wingi wa watu katika jina la Yesu. Ninaamini kwa hiyo katika jina la Yesu, kwa sababu hiyo pia ni ishara ya kuonyesha ya kwamba tunafikia wengi. Hiyo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba tunazaana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kuzaana, na ni vizuri kufikia wengi. Na jambo lingine tukaona ni kwamba shetani hushambulia kanisa lisiongezeke. Shetani kazi yake kubwa ni kushambulia kanisa lisiweze kuongezeka. Hiyo ni malengo makubwa ambayo shetani yako nayo juu ya kanisa, na ni vyema kwa kila mmoja akaweze kukuwa na ufahamu huu, mpaka wachungaji waweze kukuwa na ufahamu ya kwamba ni kazi kubwa ya shetani kuhakikisha mwili wa Yesu hauongezeki, kuhakikisha vijana wasikuwe wengi kanisani. Ni kazi ya shetani kuhakikisha wamama wasikuwe wengi. Ni kazi ya shetani kuhakikisha wanaume wasikuwe wengi, mbali mujitie moyo na watu wachache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni vibaya kukuwa wachache miaka mingi. Inamaanisha hatufanyi kile ambacho tuliitiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hatufanyi kile ambacho tuliitiwa kufanya. Kwa nini miaka nenda miaka rudi kanisa iwe tu na watu 10 ama 20 peke yake? Ni kumaanisha kwamba watendaji kazi kwa hiyo kanisa ni wavivu, ndio maana hawazaani. Na mahali neno la Mungu lipo na watu wa Mungu wanakusanyika, ni vizuri kutii maandiko na kuwafikia watu. Malengo yetu rasmi, malengo yetu ya kwanza ni kufikia mtu. Maana tusipowafikia, kanisa haiwezi patikana. Kanisa imepatikana
kwa watu kuzaliwa. Kanisa inapatikana kwa sababu ya watu wanaokoka. Kwa hivyo tusipowaendea waokoke, basi hatuwezi kuwa na kanisa. Hakuna vile naweza anza hapa kanisa nikose fikia watu na kukue na watu kwa kanisa. Haiwezekani. Kwa hivyo ninaanza kwa kufikia watu. Ninaweka mikakati ya kufikia watu. Hiyo ni kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaanza mikakati ya kuzaa, na wale ninawafikia, basi kanisani kunakuwa ni mahali ambapo wale ambao ninapata ninakusanya kanisani. Wale ambao ninawahubiria wakiokoka siwaachi, wanapaswa kulishwa, ninawakusanya hapa. Ndio sasa nianze tena hatua nyingine ya kuwafunza kuhusu ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo shetani, maandiko inasema ya kwamba mvae silaha zote za Mungu ili muweze kuzipinga hila za shetani. Basi inamaanisha ya kwamba shetani anatumia hila kuhakikisha kanisa haliongezeki. Shetani anatumia hila kuhakikisha kanisa halifikii wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni sehemu ambayo tutaiweka sehemu ya maombi, kuomba kinyume na hila za shetani, kuomba kinyume, kuzipinga na kusimama imara kinyume na hila za shetani za kuzuilia kanisa lisiongezeke, lisiondoke, likaweze kufikia wengi. Siku ya Jumanne nilikuonyesha faida, ama ni jana Jumanne nilikuonyesha faida wakati mtu mmoja anapookoka, ufalme wa Mungu unafurahia, mwili wake unafurahia, familia yake inafurahia, marafiki zake wanafurahia, kanisa nalo linafurahia. Sasa shetani hataki mambo haya yatendeke. Shetani hataki kabisa watu waokoke, na ndio maana tunapaswa tuamke, tuwaombee wenye dhambi, tutangaze wokovu juu yao, tuwafungue na tuwafuate, tuwafikie, ili tuweze kutimiza makusudi ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo jambo ambalo tunapaswa kuelewa ni kwamba shetani huvamia kanisa lisiongezeke. Shetani huvamia wamama wasiongezeke. Kanisa linapaswa kukuwa na balance. Kunapaswa kukuwa wanaume wengi, wazee wengi, vijana wengi, wamama wengi, watoto wengi. Hawa wote wanapaswa kuwa kanisani. Lakini ukikaa chini uangalie, utapata ya kwamba shetani amevamia wanaume sana. Kama kuna watu shetani anazuilia sana, anapigana na wao wasiende kanisani, ni wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Ni wanaume. Maana tukiingia karibu kila kanisa tutapata wanaume ni wachache, wanaume ni wachache, wanaume ni wachache. Hiyo inamaanisha kwamba tuko na kazi kubwa ya kuombea wanaume na kuwafikia, ya kuwaombea na kuwafikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hiyo ni pingamizi ambao shetani yako nayo kwa kanisa. Kwa hivyo ni wakati wa kanisa tuamke, tuinuke kinyume na ila za shetani ambazo anazitumia kuzuilia kanisa lisiongezeke. Mbinu anazozitumia kuhakikisha kanisa lisiongezeke, tuombe kinyume nayo na tuamke na tuchukue hatua na mwili wa Kristo uongezeke katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tuombe, ni vyema kwa muda wako omba kwa ajili ya kanisa, ombea wamama, ombea wazee, ombea vijana, ombea watoto, na tutangaze kila mpango wa ujanja wa shetani wa kuzuilia twende, wa kuzuilia kuongezeka, tupige katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sio
kazi ngumu kwa mpendwa mmoja kufikia mtu mmoja kwa mwezi mzima. Tukiangalia katika hali halisi ni rahisi, lakini ni ngumu na iko na changamoto nyingi sana. Lakini ukiangalia mtu mmoja mwezi mzima, hiyo si rahisi, hiyo sio ngumu. Ukiangalia sio ngumu, lakini nataka nikuambie kuchukua hiyo hatua ni kazi. Maana hapo ndipo shetani anahakikisha hautachukua hiyo hatua. Lakini ukiangalia ni rahisi sana kuhakikisha mtu mmoja unaleta katika nyumba ya Mungu. Tuko na watu wamekaa kanisa miaka na hajawahi leta hata mtu mmoja kanisani. Just imagine. Kuna watu wamekaa miaka 10 kanisani. Kuna watu wamekaa miaka 20. Kuna watu wamekaa miaka 5. Na imagine kwa maisha yake yote, hiyo maneno yote mazuri yanapataka kanisani, hiyo ushuhuda yote yanakuwa ndani, hiyo miujiza yote Mungu anamfanyia, hakuna mtu anaenda kumwelezea kuhusu. Kwa sababu wapendwa, mambo ambayo Kristo anatufanyia hayo yametosha kwenda kutumia hiyo kuleta mtu kanisani, kuleta mtu kwa Yesu. Ugonjwa, nilikuwa mgonjwa, Yesu akaniponya. Hiyo imetosha niende niambie mtu kuhusu vile Yesu amefanya kwa maisha yangu. Basi huyu mtu atavutiwa, huyu mtu atataka Yesu anayeponya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ya kutuletea ujumbe huu na mapema. Mwaka huu haitapita bila wewe kusomba watu katika nyumba ya Mungu. Nasema mwaka huu haitapita kama miaka ingine ilipita. Tunasema hii mwaka haitapita kama miaka ingine ilipita. Tunasema hii mwaka na kuendelea, kila mara, kila wakati majivuno yetu itakuwa ni kwamba nilileta ule mama kanisani, nilileta mtu kanisani, nimeongoza mtu kanisani. Mtumishi wa Mungu Daudi akasema, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Huyo ni kuwitness, hiyo ni kuinvite. You can invite somebody. It is a blessing to invite somebody. It brings happiness kwa yule ambaye unamkaribisha church. Daudi anasema, walikuja wakaniambia sitwende kanisani, sitwende maombi, sitwende kwa nyumba ya Bwana. Hilo jambo lilileta furaha kwa maisha ya Daudi. Leo nimekuja kutangazia, situwapatie furaha kwa kuwakaribisha katika nyumba ya Mungu. Umesaidika sana katika nyumba ya Mungu. Ni wakati hata mwingine asaidike kupitia wewe. Ni wakati mwingine ajue Mungu kupitia wewe. Ni wakati mwingine aponywe kupitia wewe. Ni wakati mtu aseme, nimekuja kanisani kwa sababu ya fulani, nimeletwa kanisani na fulani, nimeletwa na fulani. Hiyo ushuhuda ni ya nguvu ya kuleta watu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, nami nakutia moyo asubuhi ya leo, tuambiene, twendeni kanisani. Ni baraka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kusema, Mungu, miaka yote sijaleta mtu, lakini nashukuru kwa sababu umenipa nafasi ya kuleta mtu. Amen. Amen. Miaka yote sijaleta mtu, lakini umenipa mwaka mwingine, umeniwezesha kufika. Basi umenipa nafasi ya kuleta mtu, na nasema fanya bidii, fanya uwezavyo, alika mtu kanisani. Bwana asifiwe. Fanya uwezavyo, fata mtu ambaye alivunjika moyo, enda inua mtu, enda mtie moyo tena, enda umwambie kuna matumaini ya mtu uliokatwa ukainuka tena. Enda tia mtu moyo, umwambie dada yangu, kukaa kwa nyumba haitakusaidia, kukaa kwa nyumba hautaongezeka kimungu, kukaa kwa nyumba uko nje ya ushirika. Rudi kwa ushirika, enda kwa ushirika. Hata kama utarudi kwa ile ushirika ulikuwako, lakini enda ushirika ingine. Tusimpatie shetani nafasi katika
malengo yetu ni tuweke ndani ya ufalme. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilikuwa na jirani yangu mmoja. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kibali ambaye ametupatia katika mji wa Kericho. Tuko na wapendwa wengi ambao wanahudhuria makanisa mengine, lakini wanapenda sana hapa na wanaleta watu sana hapa. Sasa nilikuwa na jirani mmoja, kumbe alikuwa anavutiwa na anabarikiwa sana na huduma yangu. Alikuwa anaenda mojawapo ya kanisa, lakini she was a powerful evangelist. Anaongea kuhusu Simiyu, utashangaa. Anaelekeza watu, alikuwa ananiletea watu, na yeye anaenda kanisa nyingine. Nikiangalia mawazo yake, ninaona akisema malengo yangu ni ufalme, watu waingie. Bora ako ndani ya ufalme ni sawa sawa. Hata kama yuko kwa ile kanisa ile ninaenda, anaenda ile nyingine, lakini nyingine iko sawa, niko sawa. Ninazidi kukuombea na ninazidi kukutangazia neema ya kushuhudia Yesu, neema ya kuongelesha mtu mambo ya Mungu, neema ya kukaribisha mtu kanisani na kutangazia upako wa kuongelesha mtu juu ya Mungu, na kutangazia upako ya kukaribisha mtu kanisani, na kutangazia upako ya kuinua na kutia mtu moyo arudi kanisani. Ninakuombea kwa jina la Yesu, chini ya neema ya mafundisho haya, ninaomba Mungu akuwe na wewe, ninaomba Mungu akuwezeshe, ninaomba hiyo kiu ya kushuhudia Yesu, ninaomba hiyo kiu ya kuambia watu juu ya Yesu, ninaomba hiyo kiu ya kukaribisha watu. Wakati tuko na harusi, tunajua kukaribisha watu sana. Wakati tuko na sherehe, tunajua kukaribisha watu sana. Wakati tuko na mambo fulani, tunakaribishaga watu sana. Wapendwa, tutumie hiyo mbinu ya kukaribisha watu kwa harusi. Sasa tuambie karibu kwa ibada katika jina la Yesu. Niliona watu walikaribishwa, walipofika wakaponywa, wakasema nataka Yesu. Ninaona watu walikaribishwa, walipofika the encounter na experience walikutana nayo, wakasema kumbe kanisa inakuaga hivi. Wapendwa, wacheni niwaambieni, watu wako na mtazamo tofauti juu ya kanisa. Kule nje watu wanaongea vibaya sana juu ya kanisa. Kule nje wameambiwa kazi ya mapasta ni kuitisha pesa tu, ni kukula watu pesa tu, ni kudanganya watu. Huko nje wameambiwa hivyo. Si mkaribisha kuja ashuhudie. Wapendwa, kule nje kwa mitandao, kule nje watu wanaongea vibaya. Mapasta. Pasta moja akikosea, mapasta wote. Pasta moja akikosea Mombasa, hiyo inapanishiwa mapasta wote. Kule nje watu wako na mtazamo mbaya juu ya kanisa. Kule nje shetani na media yake wanafanya kazi sana. Ninakuombea kwa jina la Yesu, si hata wewe ingie kwa media ya Mungu katika jina la Yesu. Si hata wewe ingia kwa media ya Mungu, ingia kwa kiwanja. Wanapoendelea kuongea mbaya, makazini wanaongea mbaya, barabarani wanaongea mbaya, kwa maploti wanaongea mbaya. Hiyo ni media ya shetani. Usiinuke useme na mimi ni media ya Mungu katika jina la Yesu. Alika mtu kanisani, kenye atakutana nayo kanisani atasema na huko nje tuliona kanisani ni mbaya. Tuliambiwa kanisani kuko hivi. Tuliambiwa kanisani, mtu anaingia kanisani anahisi nguvu za Mungu. Mtu anaingia kanisani anakutana na ujumbe na mbadilisha. Anasema, na hiyo miaka yote mimi nilikuwa siende kanisani. Kuna watu wamefungwa na wanazuiliwa na mtazamo walionayo juu ya kanisa. Kila akiwaza kuhusu kwenda kanisani, kuna mtazamo ako nayo mbaya, ndio anawacha kwenda. Siku ile utawini mtu huyu akuje kanisani. Akikaa chini, ibada ikiisha, atasema kanisani ni mahali pazuri. Sasa watajuaje tusipowaalika? Watajuaje tusipowaalika? Watuambie usikuje kuokoka. Usikuje kufanya nini? Usikuje kuokoka. Just attend our service. Attend service peke yake iko na maana. Hiyo tu kulisikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu kuna kitu itafanya kwa maisha yako.
Maana Biblia inasema neno la Mungu halitarudi bure. Mlevi akikaa chini asikilize neno, halitarudi bure. Neno la Mungu ni mbegu, na si mbegu zote zinapandwa leo na zinakuwa leo. Bwana asifiwe. Kuna wengine tutawaleta hapa hawajawahi sikia, kumbe ni mbegu tunapanda ndani ya. Bwana asifiwe sana. Baada ya masiku, mimi kuna watu nimeona wanakuja chache, wanakaa hata baada ya mwaka ndiye anasema pastor nataka kuokoka. Ni kwa sababu gani? Ni mbegu tulipanda, ilikuwa inakuwa. Sasa ndio imekuwa baada ya miezi kadhaa ndiye akasema nataka Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia kuongea na wewe tena. Ni watu wangapi wako na mtazamo mbaya juu ya kanisa? Wanahitaji wewe umuinvite, umwambie njoo uone. Na unaona method ya mwanamke Msamaria, is one of the best methods unaweza ukatumia. Njoo uone. Si kuna vile umeambiwa lakini haujao? Si umesikia kutoka kwa watu? Si ukuje usikie mwenyewe. Vitu viwili, njoo uone, njoo usikie. Maana wewe umeambiwa na mtandao, wewe umeambiwa na watu wenye hawapendi kanisa, wewe umeongeleshwa na watu ambao hawataki kanisani. Sasa mimi nataka nikupatie nafasi, tuko na kanisa hapa Kericho. Si ukuje ujionee mwenyewe na ukuje ujisikilie mwenyewe. Si kuna vitu umeambiwa, si kuna vitu uko naye. Sasa mimi nataka twende ukutane naye. Akifika kanisani anapata it is the best place to be on Sundays. Akifika kanisani anakutana na neno linalomuongelesha, linalokumbana na maisha yake. Wapendwa, haujui vile ambavyo neno la Mungu linatupatia matumaini katikati ya taifa, katikati ya maisha isiyokuwa na tumaini. Wewe hujui neno la Mungu vile ambavyo linahudumia mawazo yetu katikati ya maisha ambayo imejawa na stress nyingi sana. Wewe hujui vile hili neno la Mungu linatupea matumaini na kutujenga imani ya kwamba ingawaje niko hivi bado nitafaulu. Wewe hujui vile inatutia moyo jinsi ya kukumbana na maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea siku ya leo katika jina la Yesu. Tafadhali ongelesha mtu, karibisha mtu kanisani. Tia moyo yule mtu mwenye amefifia haendi kanisani, alisema nimewacha. Na wacha nikuambie, kuna watu walitapeliwa kanisani. Ni ukweli, si uongo. Kuna watu waliingia kanisani wakiwa matajiri, wakatapeliwa, sasa ni masikini. Kuna watu waliingia kanisani, walidanganywa. Hatukataani na hiyo yote, ni ukweli. Najua iko hivyo, walipitia hayo mambo, lakini twende tuwatie moyo ya kwamba ulikanyaga mahala pabaya, ndio maana kulikuwa hivyo, lakini siku wote ni kubaya. Bwana Yesu asifiwe. Siku wote ni vibaya, ni kubaya. Na ukiendelea kukaa hivi, shetani atakumaliza. Shetani atakuweka chini kabisa. Mpendwa, ninaomba bado tunapoondoka siku ya leo, tunapomalizia, kumbuka maandiko imesema ya kwamba mavuno ni mengi, na mimi nasema watendaji kazi ni wavivu. Ninaomba siku ya leo tunapoendelea na maombi, pigana na roho ya uvivu. Pigana na hii spirit. It is not just an ordinary laziness. This one is a spiritual laziness. This one is an attack from the enemy. Hii sio laziness ile ya kawaida. Hapana, hii ni spiritual ambayo inaachiliwa katika anga yako. You become lazy kabisa. So tutaishinda kwa maombi, na tutaishinda pia kwa kukuwa na hamu na tamaa ya kuongelesha watu. Ninakutuma leo tena tunapoondoka hapa, ukiwa kazini mwako, ukiwa popote, kimoyomoyo unaweza ukaomba kama Hana. Si lazima uombe kwa sauti. Endelea kutangaza, ninakemea roho ya uvivu katika kanisa lako. Ninakemea kwa kanisa roho ya uvivu, na ninatangaza watu kuondoka kwenda kuvuna. Mavuno iko ready. Ni kumaanisha kwamba walevi wako tayari kuokoka, makahaba wako tayari kuokoka. Inaposema mavuno iko tayari, inamaanisha nini? Mahindi imeiva tayari kuvuna. Hawa wenye dhambi
ako ready, ni mtu wa kuvuna tu hajaenda. Na ndio wewe Mungu amekutia mafuta, enda uvune, enda uvune kwa jina la Yesu, enda uvune katika jina la Yesu, enda uvune katika jina la Yesu. Tunaendelea kupigana na roho ya uvivu. Namba 2, kila kuta za shetani ambazo zinazingira kanisa. Kuna kuta ambazo shetani anajenga kwa kanisa ya kufunga kanisa isitoke, na pia ya kufunga watu walio nje wasifike kwa kanisa. Je, unajua tuko na wenye dhambi ambao wanatamani kwenda kanisani? Unajua hivyo? Je, unajua tuko na watu wengi sana kila wiki wanasema Jumapili nitaenda Winners, Jumapili nitaenda Winners. Unajua tuko na hao watu wengi. Mimi nimewahi kutana na watu na wakaniambia, mimi siku ile ndaokoka kwa kanisa yako pastor. Unafikiria shetani naye anasema aje? Na wewe nita make sure hautaokoka kwa hiyo kanisa. Ni watu wangapi wanasema Sunday nitaenda kanisa? Wenye dhambi ni wangapi ambao wamesema nimechoka na maisha ya dhambi, Jumapili naenda kanisani? Unafikiria shetani atawaruhusu? Unafikiria shetani atawaruhusu? So unafaa tunapoomba siku ya leo tujue ya kwamba shetani anazuilia walio ndani wasiwafikie walio nje, wawalete ndani, na pia anazuilia walio nje ambao wanataka kukuja wenyewe. Tafadhali pia tunapoomba, angusha hiyo kuta ambayo imewekwa ya kufunga kanisa lisifikie watu na ya kufunga watu wa nje wasiingie ndani. Simama juu kwa miguu yako. So na kuomba katika jina la Yesu, nisaidie kutia mtu moyo. Tafadhali tukumbushane. Tafadhali nakuomba tena, tafadhali tukumbushane. Wateja wako Florence Nyasuguta wakaribishe church. Waambie, nani nakukaribisha kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tutembelee. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kumbuka mwisho wa mwezi ikiisha, Sunday yetu ya mwisho ni Sunday ya kila mtu kuonyesha mwenye ameleta. Tutafunga mwezi kusema Mungu na kushukuru, nafunga mwezi kwa kutii neno lako, nimeleta huyu. Tutafunga mwezi hivyo. Kila mwezi tutafunga hivyo, na hautashindwa kuleta watu 12. Jumapili, kuanzia Jumapili hakuna kiti haitapangwa. Jana Mungu aliniambia Simeo, nafasi za hao watu umeziweka kando, panga viti zote. Watu wakikuja church tukae, tuone mahali tumefika, ndio tuone kazi ambayo tuko na huko nyuma. Ndio tukileta mtu unamwambia kiti yako iko hapo nyuma. Tuombeane, tutiane moyo katika jina la Yesu. Si Mungu akubariki na Mungu akutende mema unapoenda siku ya leo kuongelesha watu juu ya Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kuwa baraka. Amen. Amen. Shika sadaka zako tunapokamilisha ibada za leo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru.